Jinga once again. Ibra ameachia EP yake mpya inaitwa PM. Yes, ni moja kati ya EP ambazo zinaendelea kuandika historia ya maisha ya Ibra kwenye muziki. Yes, na Ibra amekuwa ni mpenzi sana kuachia EP. Hii itakuwa ni EP ya 3 kama sikosei, kama sio ya 4. Yeah, karibia wakati anaondoka Konde Gang aliachiaga EP, na sasa hivi pia ameamua achia EPM ikiwa na ngoma 4. Umeisikiliza EP yake? Nimesikiza baadhi ya ngoma. Lakini mbona ile haipo? Si alisema iko kwenye EP ile ngoma. EP Kasongo. Alisema ni project mpya, ila hajasema kama ipo kwenye EP. Hakusema ipo kwenye EP. Hakusema kama ipo kwenye EP. So watu wanasubiria kujua kwamba atakuja na Kasongo. Na mimi nijua Kasongo ipo. Na nilitaka nianze na Kasongo kabla ya zingine. Okay. Unaonaje growth ya Ibra kwenye muziki sasa hivi? Una maji hapo? Maji yani? Nataka ninywe kwanza kabla sijaongea. Kwa nini unywe maji? Mtu si useme. Nimekuuliza swali simple tu. Unaonaje growth ya Ibra kwenye muziki? Unapata kunywa maji. Yani nini maji? Sasa sinataka ninywe maji niongee. Kama sio unafiki na uzandiki. Jamaa mwambieni. Mimi naona. Naona kama ambavyo wewe unaona, na mimi naona hivyo hivyo. Unaona nini? Naona kwamba sijui kama alikuwa na kitu ambacho anasubiri akimalize labda and then ndo aweke miguu yote miwili kwenye muziki au ndo tayari yuko kwenye muziki miguu yote miwili, lakini moto wa Ibra ule wa mapromotion na nini bado sijaona kama ameurudia ule alokuwa nao mwanzo. Lakini actually kwa sababu mara ya kwanza alikuwa chini ya lebo, kwa hiyo kuna vitu fulani vingine vilikuwa vinaenda. Sasa hivi anajitegemea mwenyewe, ni kama vile mtoto tu ametoka nyumbani anaenda kuanza maisha yake mapya. Ndio maana nimesema sijui kuna vitu alikuwa anasubiri avikamilishe labda ndo aje aingie miguu miwili. Unajua kuna mambo ya madeni, unakumbuka siku ile alikwambia kuhusu deni la ambalo alikuwa ameachiwa alikotoka huko. So kuna vitu ambavyo vinamfanya mtu pay attention 100%. Kwangu mimi naona anafanya, kwa sababu ingekuwa mtu mwingine tangu ametoka Konde Gang mpaka sasa hivi ingekuwa naachia project yani kwa kuchechemea. Lakini unaona growth yake. Kuhusiana na talent kwa Ibra, mimi sina changamoto yoyote. Yani mchizi kipaji chake ni kikubwa sana Ibra. Labda kitu ambacho pengine kinamiumbisha kwa sasa ni management. Inawezekana uongozi wa Konde Gang haukuwa perfect sana kwake, lakini at least kuna namna fulani ulikuwa unaweza kumweka kwenye direction nzuri ya kimuziki, kwenye promotion, uwekezaji. Hata kama uwekezaji ulikuwa ni mdogo unafanyika, lakini kuna namna ulikuwa unamsaidia Ibra. Kwa sababu moja, unajua hawa wasanii ambao wako chini ya lebo hawajui kwamba wakati mwingine wanapata baadhi ya mashavu ambayo wanayaona wakiwa ndani ya lebo ni kwa sababu tu ya heshima ya lebo aliyopo. Kuna mtu ni mwanae tu Harmonize, hujui ananufaika vipi na Harmonize, so anakuwa benefit na Harmonize. Kwa chochote ambacho kitakuwa kinamzunguka mtu kama Harmonize au bosi wa lebo husika, anakuwa na kisupport. Lakini sasa hivi kwa sababu umetoka unaenda kujitegemea, basi ujue kabisa kila kitu itabidi ujipambanie mwenyewe, kuanzia promotion. Sasa hivi hakuna mtu anafanya promotion bure, hakuna. Ama atakayekaa sasa hivi kuposti kwenye social media kwenye akaunti yake ambayo ametumia muda kuikuza bure, hapana, lazima ulipe pesa. Muda tu mpaka pesa. Na sio bongo tu, hata nje. Sasa hivi uwezi promotion 100 kwenye digital. Kwa hiyo hatuna tena mambo tu eti fulani kaachia wimbo bure, labda kishikaje utakutana na Ricky sababu mwanao na nini atakusupport. Lakini actually watu sasa hivi kila kitu ni pesa. Hauhitaji mtu mmoja ili kufikia watu wengi. Unataka watu wengi. So zote hizi ni investment ambazo lazima ujue kwamba unatakiwa ujiandae. Sasa umetoka kwenye lebo, ulikuwa pengine haufahamu hilo, unaonaga tu ulikuwa unapostiwa labda kwenye page kubwa na nini kama umeachia project na nini, stories zako zinaenda, unakuja kutoka unaanza kushangaa hata story yangu kuandika watu wanataka hela, wanataka hela sasa hivi. Au wameambiwa wasinipost. Ndio mawazo hayo, ndio mawazo ambayo wengi wanakuja nayo kwamba au nimeambiwa wameambiwa wasinipost. Lakini kumbe hapana, ni utaratibu tu ambao watu walikuwa wananufaika na lebo yako, ndio maana walikuwa wanakusupport. Na pengine lebo ilikuwa inatoa pesa pasi na kukwambia wewe. Pasipo kukwambia. Kwa hiyo wewe ufahamu na hisi labda ni love tu wanayo. Unaona umeingia kwenye playlist fulani ambayo sasa hivi umetoka, unaona mbona si
kwenye playlist au bosi wangu wa zamani ananifanyia figisu, kumbe hapana. Unaanza kuwachukia hata hao watu ukihisi wanapewa maneno ulikotoka, kumbe sio hivi. Yeah, you see. Sasa Ibra nimeona pia kupitia Instagram account yake amejaribu kuwasihi wasanii wa zamani, wasanii wa kongwe, anajaribu kuwafundisha muziki. Ameandika kwamba nimeachia rasmi EP yangu yenye nyimbo 4. Mashabiki zangu na wapenzi wa muziki mzuri, naamini kwenye EP hii nimewatendea haki kwa 100%. Sasa ni muda wenu kuenjoy muziki mizuri. Wakubwa zangu mlionitangulia kwenye game, kwenye hii EP kuna kitu cha kujifunza. Mkipata nafasi sikilizeni na msafishe masikio. Kwani hapo ndo wamesema anawafunza muziki? Unaiweka unaitatanisha bwana. Lakini no. Sikiza hii ya mwisho. Kuna kitu cha kujifunza sawa. Wakubwa sasa ndio wanafundisha. Kusikiliza sio wanafundisha muziki. Either watajifunza kuandika, watajifunza namna ya kuimba na nini. Ndio chokiandika. Waandishi bana. No, jamani. Hebu niambieni. Mimi kama nimekopesha bana, kuna namna tu amko sawa. Ameandika, wakubwa zangu mlionitangulia kwenye game. Hivi ngoja nikwambie, hivi una kitu cha kujifunza. Unajua hata wewe unafundisha. Unajua hata wewe una kitu cha kujifunza kwa Adidas. Of course. Unafahamu hilo? Maana yake ndio hiyo, yani kwamba kuna chochote ambacho utaokoka, sio kwamba wewe ndio wewe hapo Liki usibali wewe. No. Wewe umetafsiri kwa hisia. Kwa sababu moja. Mimi nimesema anawafundisha wakubwa zake, na hapa amesema kuna kitu cha kujifunza. Kama kitu atajifunza maana yake amewafundisha. Wewe Kiswahili umepata ngapi? Mieyusho wewe kama utataka kutafsiri hivyo sawa, lakini Ibra yeye amezungumza kwamba kuna namna wakubwa zake watapata darasa hapa kupitia EP yake. By the way, mimi EP yake nimeisikiliza. Nilipata nafasi ya kusikiliza hata kabla haijatoka, na ngoma ambayo mimi nimeipenda sana kwenye hii EP, of course ni ngoma nyingi, si ndio? Story 4 sio nyingi. Wewe taja ngoma gani uloipenda? 4 sio nyingi. Wewe unasema ni ngoma nyingi 4. Wewe taja ngoma uloipenda, acha mbwembwe. Ngoja nikuulize. Wewe wingi unaanzia na ngapi? 2. Hizi kwa ngapi? 4 bana, wewe acha janja. Taja ngoma uloipenda. Mimi hakika nimeipenda, lakini pia amebadilika. Nimeipenda. Story. By the way, story hii pia na ngoma 4, moja ni bonus. Yes, kwa hiyo ni ngoma 5 ambazo zipo kwenye EP. Mimi yangu story. Ndio hivyo sasa nakwambia kwamba mimi kwangu ndo hizi. Kwa kama hujapata time ya kuicheki hii EP unaweza kaicheki pia, lakini kikubwa zaidi nataka nipate comment yako kuhusiana growth ya Ibra sasa hivi jinsi ilivyo kwenye muziki. Ni dogo ambaye kimsingi anaonesha namna gani anapambana kimuziki, lakini kama unavyojua Ibra ameanza maisha mapya. Mimi bado nitaendelea kumtetea kwa sababu Ibra ameanza maisha mapya, zero budget, alikuwa na madeni mengi sana kama mwenyewe alivyosema kwenye interview yetu ambayo tulifanya naye kipindi fulani. So sasa hivi anajipanga upya kuhakikisha kwamba anaweza kufanya kazi na zikawafikia watu wengi zaidi, kukosha nyoyo za mashabiki zao. Tuzidi kumwombea kwa sababu wapo ambao walitoka kwenye lebo na wakapotea mazima. Mpaka sasa Angela hatujasikia ambacho amekileta kwenye mpaka sasa hivi. Kolabo na Zuchu sijui imeenda wapi, alipewa gari. Lakini all in all Angela tena hayupo. Yupo. Aligeukia Injili. Mara au umesahau? Lakini pia si mzazi. Sasa kwa mzazi unaongea sasa si analea mtoto? Maybe. Mimi hizo taarifa sipo nazo. Si rasmi lakini inasemekana hivyo. Yes, kwa hiyo mashabiki mkiwa mnashabikia sana watu wanatoka kwenye hizi lebo, hawa vijana wakitoka pia mwe na wasupport, kwa sababu naonaga comments zinakuaga nyingi. Kwenye ile bilioni 1 unakumbuka? Wewe noma tukuchangia hivi na hivi na nini. Anakuja kutoka anaanza kuachia kazi zake kimya. Yani hiki kitu kinasikitisha sana, na napata jibu kwamba inawezekana hata baadhi ya wasanii kuondoka kwenye lebo wanaondoka katika mfumo wa chuki ambao baadaye inakuwa ni ngumu kusapotiwa, au yani kuna mtu anamchukia, mimi namchukia Ricky, kwa hiyo Sarafina akiondoka anafurahi kwa sababu Ricky atakuwa amempoteza Sarafina, amepoteza mtu